Mchungaji Reverend Pastor Gisle Sahambili, kwanza kabisa habari za leo? Ni salama, ninashukuru. Asante sana mahali tulipo. Hii ni channel yako pendelevu Kuna Nini News. Kuna Nini News ni channel yako TV online ambayo inakuletea habari mbalimbali kutoka sehemu karibia zote ulimwenguni. Wewe ni mchungaji, tulipenda tuzungumzie mada kuhusu viongozi wa makanisa, wachungaji, mapasta ambao mara kwa mara wanawahukumu Wakristo wao, wafuasi wao, au wanawahukumu binadamu kwa yale ambao wanayaona kwa macho. Labda una ujumbe wowote kuhusu wachungaji wenzako? Je, ni mchungaji aliye na mamlaka ya kumhukumu mtu, na kwa nini kumhukumu? Asante sana ndugu. Nimeshukuru kwanza kwa hiyo mjadala mdogo ambao tumekuwa pamoja, tumewasiliana. Ikiwa wachungaji wenzangu wana ujumbe na masemi ya kuhukumu waamini wa washirika kwa kweli hii ni shida kwa sababu Kristo ambaye ndio Bwana wetu, ambayo tunamhubiri, yeye mwenyewe alisema, sikuja duniani kwa kuhukumu dunia, lakini nilikuja ili dunia ipate kuokolewa. Kwa hivi, kwa mula huu ambao tumo ndani, hatuhukumu. Neno la Mungu haihukumu mtu yoyote, ingawaje hali yake sijui je, lakini neno linalenga kuokoa mtu. Ndio inamaanisha ya kwamba mafunzo au mwelekezo ya mwanadamu ni miujiza. Unafahamu ya kwamba mwanadamu aliumbwa kwa mfano wa Mungu, na huyu mwanadamu ni Mungu pekee ana uwezo ya kumbadilisha. Kuna mara mtu anaonekana kuwa mbaya, anafanya vibaya, mnamkemea, mnamshauri, lakini anafanya vibaya. Siku ataondoka sehemu ile, anaenda kwa sehemu nyingine, anakuwa mtu mwenye kufaa sana. Nitakuletea mfano mmoja hata Biblia. Kuna mtu mmoja jina yake Onesimo. Alikuwa mtu mbaya huku mahali, alitesa sana bwana wake na akatoroka. Kumbe sasa, na wakati Paulo alikuwa akifungwa kwa jela, huyu ndugu akaenda Paulo huko jelani, akamtumikia, akamshughulikia, akafanya mambo mazuri sawa mtu ambaye tayari ameshaokoka. Mpaka ilibidi mtume Paulo akaandika barua. Sasa ilifika kiwango ilibidi amtume kwa ule bwana wake. Sasa ataenda je huko alipoishi, na huyo alikuwa anafanya mabaya, alifukuzwa hata. Paulo akamwandikia, ndugu, nimekuandikia huyu umpokee. Ikiwa ana deni, ikiwa alipoteza pesa, ikiwa alifanya chochote, uikabidhi kwa jina langu. Lakini huyu ambaye alikuwa mtumwa kwako, leo umpokee kama ndugu. Sasa tunaona hiyo ndio jambo, hii ndio changamoto. Kumbe tusiwe haraka na wepesi kuhukumu mtu, na Biblia inasema wewe uhukumie, wewe ni nani? Sasa unafahamu ndugu yangu, habari za kuhukumu zinamaanisha ya kwamba wewe ni mtaalamu, una ujuzi juu ya maisha ya mtu, alafu ndio unaweza kumhukumu. Wewe ambao haujui mtu mwanzo yake, kukomaa kwake na kufa kwake, hauna ruhusa ya kufanya hili kitu, kwa sababu Mungu pekee ambaye anajua hesabu ya nywele ya mtu ndio mwenye anajua. Hata Yesu alisema hivyo, ikiwa ndugu amefanya kibaya kwenu, mshauri. Kama asikie,
mwende wawili, kama asikie mwende watatu, asipowasikia kwenu ninyi mumuone kama mpagani. Kwenu ninyi, anasema kwenu ninyi, lakini kwa wengine hapana, kwa sababu hapa alifanya makosa mbele yenu, kule mbele atakuwa mwenye kufaa. Kuna wengine wazazi wanakatalia wasika wasiolewe, eti huyu msichana ni mvivu, afanye kazi za nyumbani. Unadanganyika. Nyumbani anaishi kama asiyejua kufanya kazi, lakini siku atakuwa kwake, tashanga atatengeneza kwake na atafanya vitu mrembo sana. Sasa si ni changamoto, ni miujiza ya mwanadamu. Usihukumu mtu, lakini shauri mtu, onya mtu na umpende. Utaona huyu mtu atakuwa mwenye kufaa kesho na kesho kutu. Mchungaji, zile saa mbili na kumbusha watazamaji pia wasikilizaji wa Kuna Nini Noze kwamba wewe ni Reverend Pastor wa kanisa la Witem Sepake katika maeneo ya Beni. Kwa kweli kuna jiji la Beni, kuna wilaya ya Beni, lakini tunazungumzia kwa ufupi Beni. Ndio. Tungependa kujua kutoka kwako, haswa watazamaji wanaotufuata muda kama huu, wasikilizaji wetu, kuna nyakati ambazo kuna mtu amekufa katika kijiji, katika kitongoji mahali fulani, lakini kwa wakati huo labda habari itakwenda kwenu nyinyi kama vile wachungaji. Nyinyi miongoni mwenu nyinyi kama vile viongozi wa makanisa, utakuta kiongozi atasema hapana, nyinyi huko muondoki, nyinyi kama waimbaji, nyinyi kama Wakristo, kwa sababu huyu hatukushiriki naye, au labda sio wa dini yetu, au labda hatujawahi kumuona kanisani, kazi yake kuzurura mitaani, sijui vitu vya namna hivyo. Yani wanamhukumu moja kwa moja kwamba yeye astahili. Je, ni jukumu la kiongozi wa kanisa? Je, kiongozi huyu ana haki au ni sheria ya kidini? Hivi tungependa watazamaji wanaotufuata muda kama huu na wasikilizaji wetu, wewe kama miongoni mwa viongozi au wachungaji wa kidini wa kanisa, sijui nyinyi watoto wa Mungu, nyinyi watumishi wa Mungu, jaribu kutupa mwangaza ikiwa inahusiana na itikadi za kidini au nini kabisa. Mchungaji huyu ana haki, ana sheria, au hatima ya yule ambaye amekufa yeye tayari hayuko tena duniani? Ungejaribu kutusaidia ili wanaotufuata waweze kupata fursa hiyo kwa kufahamu mengi. Ndio, ninashukuru kwanza kwa hiyo muda ambao umenipatia na hiyo kipindi chako cha Kuna Nini News. Ni kipindi ambao kimenipendeza sana, kinaleta habari nyingi. Asante. Na inauliza mambo katika mtaa ambao inafaa. Kwa hivyo nimeshukuru sana kuona pia hata ulizo hii ni changamoto ambayo imo katika mtaa inasumbua, kwa upande wa wakaaji, kwa upande wa wachungaji, hata Wakristo pia wamejiuliza kwa nini hivi. Asante. Anashukuru Ndio, ni kweli hii ni changamoto sana katika eneo, kwa upande wa wachungaji, kwa upande wa Wakristo, hata na wakaaji wanajiuliza mengi. Jambo la kwanza ni kama wachungaji hawana ruhusa ya kukataa kuleta ibada kwa jamaa ya mtu ambao amefariki, kwa sababu huyu mtu huenda alikuwa si mshirika. Hapana. Kwa sababu gani? Kwa sababu jukumu ya kanisa ni kutangaza Injili na kufariji watu waliochoka. Kwa hivyo wakati watu wamekuwa katika shida, ndio wakati nzuri ya kanisa kufika kufariji watu. Na neno la Mungu ambao linahubiriwa katika mafariji, mahali ambao mtu alifariki, haielekee yule aliyekufa. Inaelekea wale ambao wamepigwa na shida, alafu wanahitaji matibabu kiroho. Kama ni mshirika wa kanisa na mwenendo wake haikutembea sawa sawa na taratibu ya kanisa lake, alafu amefariki,
kanisa ukataa kufika kufanya maombolezo haina haki. Kwa sababu gani? Kwa sababu mtu anapoamini Yesu hawaamini mara pili wala mara moja, ni mara moja tu. Na mtu anapokuwa mwanamemba ni mwanamemba mpaka mwisho. Jambo la kwanza la muhimu ni kwamba kanisa haina uwezo au mchungaji ya kujua huyu anaenda mbinguni wala huyu anaenda kwa njia la mwovu shetani. Hapana, ni Mungu pekee ndio anajua. Alafu sisi jukumu letu si kwa kuhukumu mtu. Hii ni kazi halisi pekee ya Mungu, sio yetu. Kazi yetu ni sawasawa Kristo anasema, sikukuja hapa duniani kwa kuhukumu dunia, bali nilifika ili dunia iokolewe. Sasa utajua je kama huyu mtu amekufa na dhambi? Hutaelewa alitengeneza maisha yake, hutaelewa aliongea nini na Bwana Mungu wake. Si lazima akuambie, lakini Mungu pekee ndio anajua. Kwa hivi sisi tuna wajibu ya kutangaza neno la Mungu. Na pia changamoto ingine ndio hii, mtu ataonekana kwako ni mubaya na anaonekana kwa macho yako ni mubaya, kwa watu wengine ni mtu ambaye amefaa. Tuna Wakristo ambao wametengwa kanisani na kufuatana na vita zinapoingia katika nchi, wameenda Ulaya. Sasa wameenda huko Ulaya, wamefungua makanisa huko, wamekuwa mapasta huko, wamebatiza watu huko. Sasa utasema je, huku walionekana wabaya, lakini wanaenda New Zealand, wamefungua makanisa kubwa, wamesaidia, na hata inji huku imefurahi kusema tumepata watu ambao wamefaa kwetu. Tulikuwa na mabandia, wameshaokolewa kwa injili yao. Sasa utasema nini? Hii ni jambo la kwanza yafaa kuepuka sana. Mzazi anaalikwa kushauri mtoto. Biblia inasema fundisha mtoto angali mdogo njia anazozibidi kuzifuata ili azikumbuke atakapokomaa. Biblia inaonyesha kwamba unaposhauri mtoto anaweza kataa kusikia mashauri, lakini kuna siku atayakumbuka, na ile siku atayakumbuka atakuwa msaada kwa watu. Hata ndani ya Biblia mna maushuhuda. Ushuhuda ya kwanza ambao Yesu alileta, baba na watoto wawili, anaita wa kwanza, anamwambia fulani kuja hapa utafanya kazi hivi na hivi. Anasema mimi sitaifanya. Basi anaambia mwingine, anasema ndio mimi nitaifanya, nafanya ile kazi. Si watoto wawili. Sasa huyo baba anapoenda, huyo ambaye alikubali kama atafanya kazi hakuifanya, na yule ambaye alikataa sasa yeye akaifanya. Baadaye huyu baba atafanya nini? Atashukuru nani? Atashukuru yule ambaye alikubali kufanya kazi na kuifanya? Akawa oblige kushukuru yule aliyekataa, lakini akaifanya. Kwa hiyo ni mfano hai halisi. Tuepuke sana 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 sana. Kuna watu walikuwa wabaya, mekesho watakuwa wazuri. Kuna watu ambao walifanya hiki. Ndio sababu ya hii tuna kazi moja ya kupasha habari njema kwa watu wote pasipo kuchoka, kushauri pasipo kuchoka, na kuelekeza mtu ya kwamba usisahau haya, na mahali popote unapotenda waendelee kutenda mema. Sasa ni furaha kwa mzazi anaposikia mtoto alimsumbua, lakini huko vijijini amefaa kwa kazi. Hii ndio kazi kubwa, na hii ndio jibu ambayo nimeleta. Hivi wapasta, msikatae kuleta mafariji ibada, sababu labda mule ndani ya mafariji kuna mtu mmoja ambaye pia ameteseka wala ametesa watu. Sasa kupitia ile neno kwa mafariji yule mtu fulani, huyu mtu anaokoka. Sasa tutakuwa umefanya kitu kizuri. Lakini kama ulikataa sasa kuleta injili, ni umezuia yule mtu asifunguliwe. Ndio maana dhambi kubwa duniani
ni mtu kukataa kuamini. Lakini kama mtu ameamini ni kitu kizuri. Na nani ataacha mtu anakataa kuamini? Ni wakati sisi tunakataa kuhubiri. Tunapohubiri tunafungulia watu mlango ya kuamini, sababu mtu ataamini neno ambayo alisikia. Kwa hivi ndugu, nimefurahi. Kuna nini news hii? Ni kipindi kizuri ambao kimesisimua mambo fulani fulani ambayo yametatiza, lakini labda watu hawafuatilii. Inatatiza sawa, hii ni moja ambayo imetatiza. Kuna wengine hata wameacha makanisa zao sababu walishiriki kanisa. Sasa ndugu yao walipofariki, kanisa nakataa kufika. Pana sasa hili kanisa gani? Sasa wene wanakuta kanisa jirani ndio imefika. Sasa watasema kumbe kanisa ndio hii ambayo imefika kushughulika pamoja nasi, na kanisa ambao walikuwa ndani wanabaki wakikwazika. Hii si ni changamoto hii? Kumbe wapasta wenzangu wote, muepuke, msijifunge kamba ya dini, mjifunge nira ya Yesu ya upashaji wa habari njema kwa wakati unaofaa na usiofaa. Na mtu yoyote ni kiumbe cha Mungu. Ni Mungu ndio anajua hesabu ya nywele iliyo kichwani cha mtu. Kwa hivi usijipatie kazi ya kujua hesabu ya matendo ya mtu mbaya, lakini ujipatie kazi ya kufanya mema mbele ya kila mtu yoyote, kwa sababu ni Mungu ndio mwenyewe anaotesha ile mbegu ambayo sisi tunapanda kwa jina lake. Asante. Asante sana wapendwa, na Mungu awabariki ninyi wote ambao, na ninawasihi muendelee kufuata kipindi Kuna Nini News, kwa sababu inafunua mambo mengi ambayo yako kando yetu, yanatutatiza pasipo sisi kujua. Hivi asante sana. Ndiyo.